Kwa mujibu wa gazeti la The Citizen ni kuwa Simba na Yanga watalazimika kutafuta viwanja vingine kwa sababu dimba la Benjamin Mkapa litaendelea na matengenezo makubwa mwezi huu, hivyo kupisha mchakato huo matumizi ya uwanja huo yatafungwa kwa muda. Haya, Yanga waende wapi na Simba waende wapi? Chagueni viwanja. Uwanja wa Mkapa umefungwa kwa kipindi cha miezi 6 kupisha ukarabati mwingine mkubwa, kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali aliyenukuliwa na gazeti la The Citizen. Msemaji mkuu amesema mchezo wa Simba dhidi ya Namungo ndio ulikuwa mchezo wa mwisho kwa Mkapa, ambapo klabu hizo mbili Simba na Yanga zinapaswa kuchagua Chamazi Mbagala na Aman Zanzibar kwa ajili ya mechi zao. Aiza Msigu amesema kuwa dimba la Uhuru litakuwa tayari mnamo Novemba 21, ambapo klabu hizo zinaweza pia kulitumia baada ya kufungwa kupisha matengenezo makubwa. Dimba la Mkapa litatumika tena kipindi cha matengenezo haya, labda kuwa na ulazima mkubwa katika mechi ambazo hazitoathiri matengenezo. Tafsiri yake ni kuwa hata mechi za kafu za watani ni kizungumkuti. Kuna vitu unatamani kutouliza, ila kuna namna unaona bora uulize tu maswali ili upate majibu au kufahamishwa. Moja, huu uwanja suala la matengenezo ni tangu 2023. Huko tunazungumzia na leo tupo 2025, tunaelekea kuufunga mwaka, ni bado tu matengenezo. 2, wakati kafu wanasema Simba asicheze hapo, tukasema uwanja upo tayari kwa matumizi zaidi ya 90%. Halafu ghafla unafungwa kupisha matengenezo kwa miezi 6. 3, mbona viwanja kadhaa mfano Amani vilifungwa mara moja tu kisha matengenezo yameisha na unatumika? Kuna matengenezo gani kwa Mkapa yanakaribia muda wa kujenga uwanja mpya? Ushauri wangu ni bora ufungwe kwa muda mrefu kupisha hayo matengenezo, ili ukifunguliwa uwe jumla. Hatujui namna gani tunaathiri ratiba za ligi yetu. Wadau mbalimbali wamekuwa wakijiuliza kwa nini uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa ukifungwa mara kwa mara kupisha matengenezo. Moja ya sababu pengine ni mipango mibovu ya matengenezo. Ukarabati au matengenezo ya uwanja mara nyingi hayapangwi kwa kuzingatia kalenda ya michezo. Badala ya kufanyika wakati wa off season, matengenezo mengi hufanyika katikati ya ligi au kabla ya mechi muhimu. Hii inaweza kuwa ni kutokana na kukosa ratiba madhubuti ya ukarabati wa mara kwa mara, preventive maintenance, na badala yake matengenezo hufanyika tu pale hali inapoonekana kuwa mbaya, yani reactive maintenance. 2, matumizi makubwa ya uwanja. Uwanja wa Benjamin Mkapa hutumika sana kwenye mechi za ligi kuu, hasa kwa timu kama Yanga na Simba, mechi za kimataifa, CAF na FIFA, na pia matukio ya kijamii kama mikutano ya kitaifa, matamasha au ibada. Matumizi haya mara kwa mara bila kupumzika huchangia kuharibu miundombinu ya uwanja, hususan nyasi na mifumo ya mifereji ya maji. 3, ubora wa vifaa na huduma vya matengenezo. Kuna uwezekano vifaa vinavyotumika au huduma za matengenezo haziko kwenye kiwango kinachostahili kwa uwanja wa kimataifa. Kwa mfano, nyasi bandia au asilia huweza kuharibika haraka kama hazitunzwi vizuri, na mifumo ya umeme, taa au vyumba vya kubadilishia nguo pia huhitaji ukarabati wa mara kwa mara. Shinikizo kutoka CAF au FIFA. Mara nyingine CAF au FIFA wanaweza kutuma wakaguzi, inspectors, ambao hupendekeza mabadiliko au maboresho ili uwanja uweze kuendelea kutumika kwa mechi za kimataifa. Hili hufanyika hasa pale ambapo uwanja umeonekana haukizi viwango vya kimataifa na serikali inalazimika kufanya marekebisho ya haraka kabla ya mechi fulani. 5, pengine masuala ya usimamizi na bajeti. Kuna maswali kuhusu uwazi wa bajeti ya uendeshaji wa uwanja na nani hasa anasimamia matengenezo yake, ni TFF, wizara husika au taasisi binafsi. Ukosefu wa uwazi au ufanisi katika usimamizi unaweza kuchangia kutokuwepo kwa matengenezo ya wakati na hivyo kupelekea kufungwa kwa dharura. Nini kifanyike? 1, ratiba ya matengenezo iwekwe mapema na kulingana na kalenda ya michezo. 2, uwanja upewe muda wa kupumzika au matukio mengine yasifanyike mara kwa mara. 3, kuboresha mfumo wa usimamizi wa uwanja, labda uwe chini ya taasisi ya kitaalamu. 4, nchi iwekeze kwenye viwanja vingi vikubwa
ili kupunguza mzigo kwa uwanja mmoja tu. Pengine sasa itakuwaje kuhusu Simba na Yanga, ambapo walianza kuutumia uwanja huo kama uwanja wao wa nyumbani? Moja, wakiambiwa wahamie viwanja vingine wanapoteza mazingira waliozoea: pitch, dressing, fans, placement na kadhalika. Ukaribu wa mashabiki ni nguzo muhimu ya mafanikio yao ya nyumbani. Uhama kuna athiri morali ya wachezaji na idadi ya mashabiki wanaohudhuria mechi. Kuhamia uwanja mwingine kama Azam Complex kunaleta changamoto ya gharama za usafiri, malazi na logistics nyingine. Pia kuandaa viwanja mbadala kufikia vigezo vya CAF ni gharama kubwa. CAF inaweza kuingilia kati kama uwanja wa nyumbani haupatikana na viwanja mbadala havikizi vigezo vya CAF. Kuna hatari ya kulazimika kucheza mechi za nyumbani nje ya nchi, kama ilivyowahi kutokea kwa baadhi ya timu za Afrika. Hii ni hasara kubwa kiuchumi na kihamasisho kwa mashabiki wa nyumbani. Presha kwa TFF na serikali. Kwa kuwa timu hizi ni za ushindani wa kimataifa na zinawakilisha taifa, presha kwa serikali na TFF huongezeka kuhakikisha uwanja unapatikana. Inawezekana serikali ikalazimika kuharakisha ukarabati au kutoa vibali vya muda ili timu ziendelee kutumia uwanja hata wakati wa matengenezo yanaendelea taratibu. Nini kifanyika kwa haraka? Ratiba ya ukarabati itangazwe mapema ili klabu ziweze kupanga mikakati. Serikali iwekeze kwenye viwanja mbadala vyenye viwango vya CAF. TFF, Simba, Yanga na mamlaka za michezo washirikiane kupanga ratiba kwa makubaliano. Uwanja wa Mkapa uwe na mfumo wa ukarabati endelevu bila kuvuruga ratiba ya ligi au mashindano. Kufungwa kwa Benjamin Mkapa mara kwa mara ni pigo kubwa kwa Simba na Yanga, si tu kwa sababu ni viwanja vyao vya nyumbani, bali pia ni sehemu ya utambulisho wao wa ushindani. Bila viwanja mbadala ya viwango vya juu, mafanikio yao ya kimataifa yako hatarini. Hatua za haraka na za kimkakati zinahitajika. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem fuatilia Neli TV. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Nilikuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady. Hadi wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.